Kwa mara ya kwanza nchini Tanzania, jimbo la Buchosa limeandika historia kwa kuwa la kwanza kuanzisha mradi wa darasa janja, mfumo wa kipekee wa elimu unaotumia teknolojia kumwezesha mwalimu aliyepo Dar es Salaam kufundisha wanafunzi walioko vijijini moja kwa moja. Mradi huu umetekelezwa kwa ubunifu wa mbunge Eric Shigongo kwa lengo mahususi la kupunguza uhaba mkubwa wa walimu wa masomo ya sayansi mashuleni na kuwapa wanafunzi wa Buchosa fursa sawa na wenzao wa mijini. Ilianza kama ndoto ya kuleta elimu ya kisasa katika vijiji ambavyo kwa miaka mingi vilikumbwa na changamoto ya uhaba wa walimu wa masomo ya sayansi kwenye ramani ya maendeleo ya elimu. Kisha siku ilifika, siku ambayo magari yakabeba matumaini kutoka Dar es Salaam hadi Buchosa. Wataalamu wa teknolojia walifika na mizigo ya vifaa vya kisasa, kompyuta, projekta, speaker, kamera na mifumo ya mawasiliano ya kisasa. Lengo lao lilikuwa moja tu, kuwasha mwanga wa maarifa kupitia mradi wa darasa janja, yani smart classes. Kwa mara ya kwanza katika historia ya elimu ya Buchosa, wanafunzi kutoka shule mbili tofauti sasa wanaketi darasani kwa wakati mmoja na kuunganishwa moja kwa moja na walimu waliopo Dar es Salaam. Mwalimu akiwa mjini, wanafunzi wakiwa kijijini, lakini darasa likiwa ni moja. Mazungumzo yakiwa mubashara, mafundisho ya moja kwa moja. Hii ni elimu bila mipaka. Mradi huu haukutegemea wahisani, haukuwa ahadi ya kisiasa. Huu ni mradi ulioanzishwa na mtu mmoja mwenye maono makubwa, mbunge wa Buchosa, Mheshimiwa Shigongo Eric. Kwa kutumia nguvu zake binafsi, amefanikisha ununuzi wa vifaa vyote vya kufanikisha mradi huu. Walimu wa Buchosa wameshuhudia mapinduzi haya kwa macho yao. Wanasema teknolojia hii imewapa nguvu mpya, imefungua milango ya ushirikiano na juu ya yote imeleta usawa wa kielimu kati ya kijijini na mjini. Kwa wanafunzi hii ni zawadi kubwa kuwahi kutokea. Wanaeleza kwa furaha jinsi mradi huu umebadili mtazamo wao kuhusu masomo ya sayansi. Masomo yaliyowatisha awali sasa yamekuwa masomo yanayoyapenda zaidi. Wanaota kuwa madaktari, wahandisi na wataalamu wa tehama, kwa sababu sasa wanaona njia ya kufika huko. Nani anatamani kuwa mtaalamu kama Madam Kerinya? Kazi kwenu. Kazi kwenu. Hii ndo haya shule, sivyo? Na jamii nayo imeshuhudia mabadiliko haya. Imeona kuwa haihitaji miujiza kubadilisha maisha ya mtoto wa kijijini. Inahitaji maamuzi madhubuti, dhamira ya kweli na moyo wa kujitoa. Darasa janja si tu jina la mradi, ni alama ya mabadiliko, ni uthibitisho kuwa elimu bora haihitaji kuwa mbali, inaweza kufika hadi kijijini kama tu wapo watu wa kuisukuma kwa moyo wa kizalendo, kama mbunge wa jimbo la Buchosa Shigongo Eric James. Kwa majina naitwa Mwalimu Zakaria Masatu Makunja, mkuu wa shule ya sekondari Bupandwa iliyoko Buchosa, mkoa wa Mwanza, Tanzania. Awali ya yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwani ndiye mwingi wa rehema, katuwezesha mpaka hatimaye tumekutana hapa nanyi kufanya majadiliano ya hii programu ya Smart Classes ya darasa janja, ambayo nadhani kwa Tanzania imeanzia Buchosa. Kwanza nipende kushukuru, programu hii kuanzia kwetu ni kama vile ni fahari. Kwani sisi kama shule ya sekondari Bupandwa, mimi kama mkuu wa shule, tumeipokea vyema na kwa mikono miwili, kwa sababu tumeshaona tangu tuanze programu hii mpaka sasa tumeona faida zake. Hata watoto wenyewe katika kufanya nao mahojiano ya hapa na pale wanafurahia na wanaomba iendelee. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Mbunge Eric Shigongo kwa kutupatia mradi mzuri sana Buchosa Smart Class, kwa sababu umetusaidia katika kujifunza, ambapo tulipojifunza darasani hatukuelewa. Tumeweza kuelewa kupitia walimu wengine kutoka mkoani Dar es Salaam. Kwani imewatatulia baadhi ya changamoto kwenye baadhi ya masomo, hususan ya sayansi, ambayo kulikuwa kuna changamoto baadhi ya mada, baadhi ya programu ambazo kwa kweli walivyoshiriki mpaka muda huu wanatoa ushuhuda wao wenyewe. Nadhani hata nyewe wenyewe pia mmeshapata kuwafika na hatimaye wamewaambia jambo hilo. Mimi labda wito tu kwa serikali
mpaka muda huu programu hii kwa kweli nimeona kwamba ni programu faafu kwetu sisi, hususan shule ambazo ziko pembezoni, ambazo bado kuna changamoto ya walimu, hususan masomo ya sayansi, especially physics ambayo nimeiona hapa. Kuna baadhi ya mada zilikuwa zikiendeshwa hapo. Naomba serikali jambo hili litilie mkazo, ilipe nafasi ya kipaumbele, jambo hili liwe endelevu na liwekewe katika labda liwekewe mkazo na namna jinsi gani shule karibia zote Tanzania zipate kuendesha programu hii ili kusudi kupunguza changamoto ya upungufu wa walimu, hususan walimu wa masomo ya sayansi. Kwa njia hii mimi binafsi napenda kuishukuru serikali na wale walioanzisha programu hii, hususan Mheshimiwa Shigongo kwa kuanzisha na kubuni mradi huu. Kutokana na uhaba huu, sisi Buchosa tumeamua kuanzisha mradi wa Buchosa Smart Classes ambao tunatumia mtandao wa internet kufundisha watoto wetu. Mwalimu yuko Dar es Salaam lakini anafundisha madarasa yaliyoko Buchosa. Okay, I need to know from you students. Do you know what does it mean by the word regular solids? If we say regular solids, what do we mean? Okay, thank you. When you say the regular solid, we mean that this is an object that has not the different shape that can take enter into shape. Again? When you say the regular solid, we mean that this is an object that. So, je, Mheshimiwa Naibu Spika, waziri yuko tayari kuja kutuzindulia mradi huu na pia serikali iko tayari kutuunga mkono kwa kutupatia fedha ili tuweze kuunganisha shule nyingi zaidi. Which one is unsaturated and which one is saturated hydrocarbon? Alkane is saturated hydrocarbon, but alkene and alkyne is unsaturated hydrocarbon. Very good. Alkanes is saturated hydrocarbon because it consists single bonds only. Naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Eric Shigongo. Kwa kweli tunaona kazi kubwa anayoifanya ya uwakilishi katika jimbo lake. Niwapongeze sana jimbo hili la Buchosa katika halmashauri hii, na naomba nitumie nafasi hii kumhakikishia Mheshimiwa Eric Shigongo kwamba nipo tayari kuungana na yeye kwenda katika jimbo lake la Buchosa kwa ajili ya kwenda kuwazindulia darasa lao hili janja, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha na kuunga mkono jitihada hizi za matumizi ya tehama kwa ajili ya kufundishia. Naomba wadau wote tupate kumuunga mkono, hatimaye jambo hili liwe ni la kitaifa katika shule zote za Tanzania. Jambo hili lipate kufanywa. Nadhani nisingekuwa pengine mchoyo endapo nisipomtaja mama yetu Mama Samia, nitakuwa ni mchoyo wa fadhila. Kwani haya yote bila mazingira yake, kuweka mazingira mazuri na salama, nadhani programu kama hizi zisingekuwepo. Hata hivyo ukiangalia miundombinu mpaka sasa tunapozungumza wote hivi inazidi kuendelea kuwepo. Kwa hiyo mama, hongera kwako, na pia tuko nyuma yako mama, tunakupambania. Kwa sababu sisi hapa tunafanya kazi hizo zote kulingana na ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwani ndiwe waajiri wetu kwa sasa. Nadhani ni baba yenu ambaye kila mmoja wenu aliyeko hapa anatakiwa atakapotoka hapa au katika maisha yake amkumbuke. Kwani hivi mnavyoviona kiuhalisia ni vitu ambavyo kwa Tanzania ni shule chache sana. Kwa Buchosa ni shule mbili tu, ni Nyeunge na Bupandwa. Na hata bungeni kama mlimsikia, ndiye mbunge wa kwanza kutoa hili wazo la smart classes. Hapa leo mlivyokuwa mnamuona mwalimu huyu hayuko Buchosa, hayuko Mwanza, yuko wapi? Lakini maarifa yake, ufundishaji wake na madini yake tumeyapata tukiwa wapi? Tukiwa Bupandwa. Watoto wangu, teknolojia inaenda kwa kasi. Majina yangu naitwa Samson Elikana Paulo, mwanafunzi wa shule ya sekondari Nyeunge. Anapenda kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa Mheshimiwa mbunge Eric Shigongo
kutokana na programu nzuri ambayo wametuletea. Programu yenyewe inajulikana kwa jina la Buchosa Smart Class, ambayo tumeipata kutokana na mbunge wetu. Aliweza kutuletea hiyo program, tukaipokea, tukaanza kujifunza kupitia hiyo program. Ni vitu vingi ambavyo tunajifunza, kwani walimu waliobobea wanatuwezesha. Kuna mwalimu kutoka Dar es Salaam ambao tunawapata kutokana na hiyo program. Ni vitu vingi tulivyojifunza, lakini pia tumshukuru Dr. Samia Suluhu kutokana na ubora wa uongozi wake, kwani ni vitu vingi ambavyo tunajivunia tunavipata kutokana na viongozi hawa. Mkuu wetu wa shule pia tunamshukuru kwa sababu ameweza kuipokea hii program, na sisi kama wanafunzi tunafurahia kutokana na mambo mazuri, kwani hii program inatuwezesha kukava nafasi ambazo walimu pia hawakuweza kuzifundisha pengine